mambo ya utabiri wa nyota na kusoma elimu za nyota. Elimu hii inafanywa na watu wenye kuitwa mashekhe, na nyinyi mnajua kwenye blogu mbalimbali pana mashekhe wanatabiri nyota huko. Kwenye magazeti kuna peji maalum zina mashekhe, tena wengine ni mashekhe wakubwa katika nchi hizi, yuko pale anatabiri nyota. Napenda kuyazungumza mambo haya mara kwa mara. Mtu akinunua gazeti anakimbilia kuangalia nyota yake, shekhe amesemaje leo, Jumatatu ya leo, nyota zikoje? Wakati ilmu ya nujumu anayejifunza sehemu katika elimu za nyota, zile nyota kwa maana ya kutaka kuwabua na kutabiri mambo ya mustakbal, na sio elimu ya nyota ile inayokubalika kama ile ambayo wanaitumia wasafiri kwenye bara na bahari, au elimu ya nyota kwa ajili ya kujua vipindi vya hali ya hewa na mfano wa elimu hizi, alama za kuongoza watu. La, ni elimu za nyota zilizobeba itikadi ya kutabiri mambo yajayo, kuvumbua yaliyopita, kubainisha madhara yatakayokupata au manufaa, kuwarudisha waliopotea na mfano wake, kujua mikosi yako na bahati zako. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katufunza, anayejifunza sehemu katika elimu ya nyota kwa maana hii amejifunza sehemu katika uchawi. Atazidi uchawi kwa kadri anavyozidi kujifunza. Haya, hizi ni elimu zinaonekana zinafaa leo. Tauhidi imeharibiwa. Ndio maana waislamu wengi wenye kujiita waislamu na wengine wenye kuswali hawajasalimika na shirki. Sikwambii hao wasioswali au wasiojielewa, wao ndio watu wa mila na tamaduni, shirki tu. Miongoni mwa sehemu za kuisafisha dini hapa